huyu jamaa anaweza kufanya kila kitu, ana vibali vya kufanya kazi kibao. Bibi yake husema anaweza kufanya kila kitu isipokuwa kutafuta mke, lakini maisha yana njia zake za ajabu. Mwanamke mrembo anakuja kijijini kufungua kliniki. Jamaa yetu anakuja kufanya kazi kama wakala wa nyumba tena. Anampeleka nyumba tofauti tofauti. Wanapita vichochoro vya kijijini. Hygiene anaanza kuhisi kama anatapeliwa. Hadi anapoona kumbe jamaa ana urafiki hadi na polisi. Ndipo anaanza kutulia. Jamaa anaonekana kuwa ni mtu mwenye moyo mzuri sana. Umeme unapokatika anapita nyumba kwa nyumba kuwafariji wazee. Aliwaambia kampuni ya umeme inashughulikia tatizo hilo, hivyo hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Hygiene anaanza kukosa subira wakati akisubiri. Hivyo jamaa anaanza kutumia hata lugha za ishara kuwaburudisha. Bibi mmoja aliyefurahia jitihada zake anawapa kila mmoja soda. Hygiene anashangaa. Huyu mwanaume wa ajabu, kumbe anapendwa sana hapa kijijini. Mwishowe wanafika kwenye nyumba ya kupanga yenye muonekano mkubwa wa bahari. Hygiene anaridhika sana. Baada ya kuona sehemu ya biashara, wanaenda kukutana na mwenye nyumba kusaini mkataba. Hapo ndipo Hygiene anashangaa zaidi, kwa sababu mwenye nyumba ni yule yule aliyemwelekeza aende kwa wakala wa nyumba. Kumbe nyumba hiyo ilikuwa yake muda wote. Hygiene anahisi wenyeji wote wanamfanyia mchezo kwa pamoja, lakini yule mama anamwelekeza kwamba katika kijiji hicho cha wavuvi, uso wa mtu ni sawa na kitambulisho. Yeye ndiye mwenyekiti wa kijiji na Doshi ndio kiongozi wa timu, hivyo hawezi kumdanganya. Hygiene bado akiwa na mashaka, Doshi anamwambia kwamba mwenyekiti anatoza bei ya chini sana kuliko bei ya kawaida kwa sababu anajali maendeleo ya kijiji. Anataka kijiji hicho kipate kliniki ya meno, lakini kama Hygiene hataki basi hakuna shida. Kama anataka kuondoka, Hygiene anakanyaga mguu wake asiondoke. Baada ya kusaini mkataba, Doshi anachukua kilicho chake kisha anamuuliza kama anahitaji ukarabati wa sehemu hiyo. Hygiene anasema ukarabati, hilo si jambo jepesi. Mimi nina viwango vya juu sana. Mara tu alivyosema hivyo, jamaa anatoa rundo la vibali vyake vya kazi, jambo linalomwacha Hygiene karibu kushindwa kuongea. Huyu mwanaume ni wa ajabu kweli. Siku mbili baadaye sehemu yote ilikuwa imekarabatiwa kabisa. Hygiene rasmi anahamia hapo. Wanakijiji wanajikusanya kwa hamu kumuona mrembo huyo kutoka mjini. Usiku huo Doshi anafika tena. Safari hii kazi yake ilikuwa ni kusajili wakazi wapya na anampatia Hygiene namba ya siri ya muda ya mlango huo. Hygiene haraka anaandika kwenye daftari. Je, wasichana, mngependa kuwa na boyfriend wa aina hii anayejua kufanya kila kitu? Kama ungependa mwendelezo basi comment next ili tuende kipande kijacho.